Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Alhamdulillah, salatu wassalam ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'd. Baada ya kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala na kustaka sala na salam zimuendee mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam. Watukufu wa Islam, tupo hapa kwa tukio la kutaka kumstiri na kumhifadhi shekhe wetu Sheikh Abdurrahman, Allah amrehemu, ambaye Allah amemchukua siku ya jana baada ya sala ya Jumaa. Naomba Allah subhanahu wa ta'ala amrehemu maiti wetu na muingize katika pepo yake, amin. Wallahi, Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam anasema yatosha umauti kuwa mauidha. Mwanadamu ana marahi. Marhala ya kwanza anakuwa yupo tumboni mwa mama yake, kisha anatoka anakuja katika marhala ya pili, anaishi hapa duniani kwa wakati ambao Allah alimkadiria, kisha Allah subhanahu wa ta'ala anamchukua, anaingia katika maisha ya barzakh, kaburini, na baadaye kufufuliwa. In khairan fa khairan wa in sharran fa sharran. Ikiwa ni khairi basi ataipata hiyo khairi, na ikiwa ni shari ataipata hiyo shari. Sisi kutokana na umauti tuliobaki hai tunatakiwa tuwe na mazingatio. Kufa kwa mmoja wetu ni sehemu ya mauidha ambayo yanatakiwa yatubadilishe katika yale maisha ambayo tuliokuwa tukiishi. Kiwa ulikuwa mzuri basi ongeza ikawe mzuri zaidi, na ulikuwa mbaya basi jitahidi utoke kwenye ubaya uje kwenye uzuri. Maisha ya shekhe wetu Sheikh Abdurrahman yanatakiwa yatuachie funzo na darasa. Hili ndio la msingi sana kwa wale ambao tuliokuwa tukimfahamu, naweza tukabaki na mazingatio makubwa sana. Ni mtu ambaye watu wa Urambo bilkhusus wanatakiwa wajifunze kutoka kwake, namna aliyopambana katika kipindi chote katika kazi ya usomeshaji na kusoma. Huyo bwana alikuwa, baada ya mimi kurudi Kigoma, alikuwa anapanga safari maalum kwa mwezi, anakuja kukaa mwezi mzima kwa ajili ya kusoma, na yeye ni shekhe na msimamizi wa kituo. Kisha baadaye anarudi, kisha anarudi tena na utu uzima wake na familia zake, akiwa na familia zaidi ya moja na watoto wakubwa. Lakini si hilo tu la kusoma na kusomesha, bali akajitahidi kuwasaidia vijana waliokuwa wanapita mikononi mwake kwa ajili ya kuwafanyia maombi ya kwenda kusoma katika maeneo tofauti tofauti, ikiwemo watoto wa kuzaa na kadhalika, pia wanafunzi wake ambao alikuwa akiwasomesha. Na yasema haya kwa sababu ya kutaka kukumbusha kwamba hili ni somo. Mwanadamu hapa duniani anapita, na matendo yake ndiye ambayo atakayosafiri nayo kuelekea kaburini
Kwa hiyo leo tukiwa tunamzika shekhe wetu, tunatakiwa tumuibie hii kheri ambayo aliyokuwa akifanya kwa kujifunza, na sisi tufanye haya ambayo aliyokuwa akiyafanya. Lakini kubwa katika vikao kama hivi, kiwa tunataka kunasihiana, kuna jambo la msingi tu kwamba tunatakiwa tufahamu maduati pia wanakufa. Maduati wanakufa, wanaugua, kisha Allah anawachukua na habari zao wanakuwa wamekwenda nazo. Kwa hiyo tunachotakiwa kuzingatia ni kwamba hawa maduati tunatakiwa tunufaike nao hivi wakiwa hai. Tusiwapuuze. Tuchukue ilmu waliokuwa nayo. Tuchukue tabia walizokuwa nazo. Tujifunze subira walizokuwa nazo, namna ya kuendesha dawa katika maeneo fulani fulani, kwa sababu shababu sasa hivi tumekuwa wengi katika saha ya dawa, lakini maal asafu shadid ndani ya safu hizi za shabab kumekuwa na mambo yasiyofurahisha, namna gani wanavyoiendea dawa na namna gani wanavyolingania, kiasi ambacho badala ya mstari uendelee kunyooka, baghtatan unakuta wao ni sababu ya kupasuka kwa safu ya dawa. Lillahi alhamdu, dawa imeenea karibu kila kona katika miji na vijiji ndani ya nchi yetu ya Tanzania. Mushkila ni kwamba sehemu wakiwa wanaongoza dawa ni vijana, basi unakuta matatizo hayaishi. Na wakati mwingine vurugu hizi na matatizo haya wanayaanzisha hata kama mashekhe bado wapo. Sasa leo tunamzika Sheikh Abdurrahman, alikuwa ni kiongozi mkuu wa dawa katika wilaya yetu ya Urambo. Tunapenda wanasihi watu wa Urambo kuondoka kwa shekhe isiwe ni mwisho wa dawa na isiwe ni chanzo cha kuparaganyika dawa katika wilaya ya Urambo. Yeyote atakayekuwa sababu ya kuichafua dawa na kuipasua kwa sababu ya kuondoka kwa shekhe, basi huo utakuwa ni mzigo katika mabega yake. Ataubeba mzigo huo na kesho siku ya kiyama ataulizwa. Bali kinyume chake tufanye nini? Tuangalie ni sehemu gani ambapo mashekhe walikuwa wanapita. Shekhe alikuwa likitokea tatizo anakuja Tabora kwa Sheikh Abu Musa, anachukua rai, wakati mwingine anamwalika, anakuja, anasikiliza na anatoa nasaha na jambo linakwisha. Walillahi alhamdu, kwa miaka yote mambo yakawa yanakwenda vizuri. Kwa hiyo tujitahidini sana kubaki katika gharz al-ulama, gharz al-mudarrisin, gharz al-duat, ili huu mrengo wetu wa da'watu salafia ubaki kuwa safi. Tabia za baadhi ya watu katika sisi siwe sababu ya kuipasua dawa, zisiwe sababu ya kuweka vikwazo ya dawa kuendelea na kuchanua maua yake kama jinsi ambavyo tulivyoikuta.
Nataka niseme tu neno kwamba vijana, uwepo kwenu katika dawa, katika misingi hii ambayo mnayo, hii misingi nyinyi mmeandaliwa, si bure bure. Mimi na ndugu yangu Abu Fathia mwaka 2003 tulikwenda kule Kisauni. Aliyetupeleka na kutuandalia mazingira alikuwa ni Sheikh Abu Musa. Wale vijana wadogo, nataka kuonyesha namna gani hizi marahili za dawa zinavyokuwa zinaandaliwa, na jinsi ambavyo ulivyoandaliwa ndivyo ambavyo unavyotokea kuwa. Abu Musa akatuonyesha Kisauni ndio hii, utaratibu wake ndio huu. Alikuwa ndio mwaka ambao ameondoka pale, kwa tukabaki sisi. Baada ya miaka miwili wakaja vijana wakina Luti na Ismaili Abu Anas. Wao walikuja kwa ajili ya kuhifadhi Qur'an. Kaja nao Abu Musa akatukabidhi, maana wadogo zenu au Kambala, lakini wasimamieni. Tukasoma pale tukiwa tunawasimamia wadogo zetu. Baada ya miaka 3, 4, 5 akaja kijana wetu Musa kuja pia naye kuhifadhi Qur'an. Ala kulli hal, sisi pia tulisoma tukamaliza. Kwa leo wengi katika shababu hapa sisi ni mashekhe zao, lakini sisi shekhe yetu Sheikh Abu Musa sio shekhe kwa maana maneno tu, la, kwa maana ya maandalizi. Tumeandaliwa na akatusimamia mwanzo mpaka mwisho, mpaka kufikia sisi leo tunaitwa mashekhe. Na mashekhe huwa wanatofautiana zile nyakati za kuingia katika dawa, lakini baadaye ukija ukafuata njia ya wale waliokutangulia, na unaitwa shekhe, wala hakuna ugomvi katika hilo. Sasa nasema hili kwa munasaba wa kuondoka kwa shekhe wetu, kwa sababu hapa tupo wengi, na walilahi alhamdu, sura ambazo tunaziona ni sura za duat wengi na walimu wengi. Basi iwe kuondoka kwa shekhi ni sehemu ya kujipanga upya, tuendeleze dawa, kwa sababu kama ni kifo kila mtu atakufa. Na sisi Waislamu Ahlus-Sunna wal Jamaa, ishu kwetu sio kufa, lakini umekufa vipi? Umekufa katika njia gani? Na sisi hatuna mashaka kwamba mtu ambaye atakayekufa katika manhaji sahihi, hii manhaji salafi, la shaka kwamba tunataraji kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa mtu huyo kheri. Kwa tunahofia sana kwa sisi ambao tuliobaki, ambao kazi yetu sisi tutakuwa ni kuiendesha hii dawa ambayo hawa wanaoondoka wameacha, wameijenga. Na hii sio kwa Urambo tu, sio kwa Tabora peke yake, sio kwa Tanga peke yake, sio Dar es Salaam peke yake, sio Kigoma peke yake. Katika kila eneo kuna watu ambao wameijenga hii dawa kwa damu na maji, kwa kazi iliyokuwa nzito, mapambano ya hapa na pale. Sasa Allah anapowachukua, katika jambo la msingi zaidi ambalo tunatakiwa sisi tuhusiane ni namna gani dawa itaendelea katika eneo lile. Jambo la mwisho ambalo nataka nimalizie kusema ni kwamba sisi tulishakuwa masalafi. Ule Wansaru Sunna wa zamani wakata funua, ule sio manhaji yetu tena kwa sasa. Hii dini ina misingi yake, ina njia zake, na misingi ya dini hii ni qala Allahu, qala rasuluhu, qala sahaba. Kama ulikuwa kwenye Wansaru Sunna ni mtu wa hamasa, kwenye dini hii hamasa imejengeka katika nini?
katika kitabu na sunna. Usitajarra kuliongelea jambo la kidini la kielimu kama hauna bidhaa ya elimu. Mambo ya mazishi tayari yalikwisha elezwa na mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kadhalika masahaba, kadhalika tabi'in, kadhalika atba' tabi'in, kadhalika aimatul huda. Ni masala yako wazi. Tutazika kama jinsi ambavyo alivyozika mtume alayhi salatu wassalam. Zinapotokea dhurufu mbalimbali, wala shaka masala ya kifo yanafahamika. Ni masala hayaji katika sura moja, ni masala hayaji katika hali moja, yanawakuta watu wapo katika hali tofauti tofauti. Basi elimu hii ni pana. Kabla ya kulaumu, jitahidi waulize wenye kujua. Zamani ilikuwa kwamba haiwezekani. Fatawa inatolewa na mtu wa mwisho kabisa kule katika watu wasiojua kitu, inakwenda moja kwa moja kumlazimisha shekhe afani. Katika manhaji salafi jambo hilo halipo. Kila kitu kinajengeka kwa nini? Kwa utaratibu na dalili. Na sehemu kubwa katika masala ya mazishi ni masail fiqhiyya. Sijichanganye katika jambo hilo. Ni masail fiqhiyya. Masala ya kusafirisha na kuto kusafirisha. Kabla ya kusafirisha, kwanza kuna khilafu ya safari yenyewe. Wapi kunazingatiwa safari, wapi ya kuzingatiwi safari. Sasa na kadhalika masala ya kuchelewesha kuzika ni masaili ambayo yanahitajika kuchunguzwa na kuangaliwa. Kunazingatiwa kucheleweshwa kwa muda gani, na kipi kilichosababisha kuchelewa na kipi ambacho hakikusababisha kuchelewa, na mfano wa mambo kama hayo. Lakini watu ambao wanatakiwa wajadili jambo hili katika dini yetu ya Uislamu sio mimi na wewe, ni wale ambao wanatusimamia katika masaili za swala zetu, ndoa zetu, saumu zetu, hija zetu, zaka zetu na sadaka zetu, na masala mengine mbalimbali ya Uislamu, ambayo hayo wewe moyo wako unatulizana unapokuja na wakakuelekeza. Basi na hili pia anapokuelekeza unatakiwa moyo wako utulizane. Wa ila labda uje na dalili iliyokuwa ya wazi ambayo itakuja kuonyesha kwamba hiki ambacho walichokisimamia watu kinakhalifiana moja kwa moja na sheria na miongozo ya dini yetu ya Uislamu. Na hili nalisema kwa sababu tumekuwa tukipata changamoto kubwa katika baadhi ya maeneo. Watu waliokuwa na mambo yale ya kiansar sunna wamekuja nayo moja kwa moja mpaka kwenye manhaji sahihi, ambayo inahitaji manhaji hii mtu aseme kwa elimu na mtu atende kwa elimu. Kwa hiyo jambo ambalo alilisema shekhe wetu Sheikh Abu Musa kwa ufupi zaidi ndilo ambalo lilokuja katika sheria, na ahyanan haya yanatokea hata katika maiti za mashekhe. Anakufa leo, anasema tamzika kesho baada ya sala alfajiri. Hii imetokea kwa shekhe wetu Sheikh Rabi juzi tu hapa, nafahamu. Sawa? Kafa leo, akaswalia alfajiri na akawa amezikwa alfajiri. Shekhe wetu Sheikh Ubaidul Jabiri rahimahullahu ta'ala, kama salafi nadhani ikiwakumbusheni vifo hivi vya juzi tu. Kafa leo, kaswaliwa alfajiri na kazikwa. Kwa maiti kulala sio tu ya Sheikh Abdurrahman rahimahullah, bali mashekhe wetu ambao sisi tunachukua dini yetu kutoka kwao, hii manhaju salaf tena wa zama zetu. Sawa? Rududi zao ndio miongozo katika mambo ambayo tunayo kwenda nayo. Kimkata mtu na sisi tunamkata, tutuambia huyu kanyoka na sisi tunamfuata. Hao pia wamefanyiwa haya ambayo yamefanyiwa nani? Sheikhuna rahimahullahu ta'ala. Bihadha al-aqalli naomba niishie hapa, na nitaomba radhi kwa kurefusha, lakini nimerefusha bil ahamia kutokana na nasaha hizi ambazo zilizokuwa zinahitajika kufika katika eneo hili. Jazakumullahu khaira, barakallahu fikum. Nadhani maiti ije ili tuweze kuendelea na nyingine.